Ninaitwa Mana. Justice Korir na Chitembwe, mimi ni watu ni confident yao. I want to be honest with you. Mimi nina take care of interest at Chitembwe. Judge. If you are paid the 100 million, yes, you are being paid in your capacity as the nominee of Justice Chitembwe on this matter. That is correct. And you and Justice Chitembwe will then relinquish your interests. Correct. In this property. That definitely. But before even some to get rid of any net of doubt, the judge is aware of this meeting that we are doing now, and he is aware of each and every step. He is aware of my coming here. He is aware that now we are doing a meeting. Call the judge. Yes. And say you are having the meeting. Yes. And that the issue is that the judge confirms. Yes. That if the 100 million yes, is paid to you, yes, can he instruct, yes, and can I hear, yes, him confirming that once the 100 million is paid to you, yes, as his nominee, yes, he shall relinquish his interest in that whatever. I think that is important. Then we move forward. Yes. Walaikum salam. Ukasindaje? Nashukuru alhamdulillah. Sasa mpenye mkutano ndabicha Kiswahili nikakweka loud inaotakikana confirmation kukala mimi na kuwakilisha uwe na nchi wewe zino 100 million. I will not run away, it will reach you. Hata kuna maboga. The lawyer of the buyers is the one confirming. Lawyer wa you? I was Sam. Legal advisor wao I was Sam. Ndiye nani? Mimi nafanya na wao anyway. Bwana wao. Kanda. Yes sir. Nimekubali ni sawa. It's okay. Thank you. I am sawa. You know, you've confirmed, yes, at the preamble of this meeting, yes, you are a nominee. Hii shamba si atulinunua. Hii shamba imewekwa ni judge ameweka kwa jinako for conflict because yeye amepatiana judgment. Kabisa. And you have said, and I have confirmed your discussion with the judge, you are here as his nominee. Correct. And he has actually confirmed. True. The base upon which to endelea na hii meeting, he has confirmed. Yes. How much have you received on behalf of the judge for this transaction? I have received 3,900,000. 3 million ile nilipata na 3 million na inaitwa nini TGS na 900,000. Yes. Na umepelekea judge? Na nikampa judge na uto Chitembwe siko ready. Chitembwe. Yes. Wale kina Mila kina Guyo wamejaribu kutampa na amekataa, manake walikuwa wataka wapige boss. Sasa unajua boss pia unajua hii kitu inge threaten hii transaction, and I think you handle this matter very well. Na mimi nataka kuambia hapa. Nawaambia hapa haki Mungu kwa jina la wewe. Najua Guyo, najua George, najua Mila inside out. Na walikuwa wataka nini ndugu yangu? Na wakati wanataka kumuona judge mpaka ni waite mahali huko na wamekutana. Umeelewa? Twalibu. Badi. I'm telling you people. Badi wa enemies. Yes, Badi Twalibu mimi. Na walikuwa wataka judge affix governor kwa hiyo. Yes. Kwanza unaweza kuhama public participation percentage. What you criticize us to say these judges, where is it, where in the whole judgment, wapi kwamba Senate ilifanya. Second thing, ile mnaweza kama pia ni hii quorum ya assembly.
So ulipeleka nani? Ulipeleka Mila kwa Mila kabla mimi sijajua hiyo grupu yote nilipo na Keith. Peleke kwa msaidia nakupa milioni 1. Peleka. Akaongea paka kamaliza, akapeleka copies. Sasa nilipokuja mambo ya kesi yako, Simple Mila anaingilia sasa. So walikuwa Badi, George Kariuki, Keith na Mila. Sasa huyu George ndiye akasema atawafunga hawa. Na Guyo yes. George akasema atafunga kwa njia gani? Kwa hizo pesa zileka kwa account kutoka county government. Akasema hizi pesa ni dili tu, hizi pesa zenu. Sasa kwa sababu hamtaki mnabaki na Sonko, mtanitambua. Huyo George aliwatisha in my presence. Huyo wa State House. Aliwa blackmail. Wewe mwenyewe ulikuwa? Haki ya Mungu nilikuwa. Aliwa blackmail kisawasawa. Mpaka Mila akawa anataka kukimbia Bofa, ndio nikajua anakimbia Bofa. Ilikuwa ni ofisi gani hiyo? Baada ya kuzungumza pale kwa George, kunaitwaje ile ofisi yake pale? Kithi Town Maendeleo House. Maendeleo House very good. Alafu tukaenda hapa ili kwa ofisi ya Mila. Ndipo Badi tulipo akaitwa. Anaitwa General. General Badi. Talibule wa ECC. So General Badi akaitwa na confuse so. Alipoitwa nikawa hapo. Sasa nikaitwa na George, nikaitwa na Mila. Ofisi nyingine. Huyo Mila ana floor kubwa ni yake hapa hili. Kubwa huko karibu juu huko. Ananiambia jamaa ametokea anataka kutufunga. So wewe play kwamba utasaidia. Ili aone kwamba wewe utaongea na judge. Anamwishika kile jamaa ni mbaya. Jamaa akakuja bwana, haki ya Mungu akawaambia maneno ile chafu. This guy pale State House ni afutwa kia Mungu. The guy is bad. Badi alikuwa nilikuwa kimya. Mkaonana naye? Yes, aliniona naye. Wewe ni ndugu ya judge? Ndio. Okay. Bwana Keith, before sisi tuongee juu ndugu ya judge, ni nyinyi because you people mnajulikana hapa Nairobi mkisaidia Sonko atafaulu. Na mimi sitaki. Huyo ni Badi sasa. Huyo ni George. Sema nyinyi mkikuwa pande ya yule mtatusumbua. So ni better mtue ndani. I finished it. Alafu nakumbuka baadaye kulitokea maneno ya SSC ya hiyo. Wakapelekewa mabarua. Ndio wakafungwa mdomo kabisa. Sasa ikawa huko kwa mzee ananiuliza, sasa hii mambo hii Amani huyu Mila anachanganya vipi na hii? Sasa akao ndio anaomba kwenda nikiwa nyumbani Mila anataka kwenda na Guyo kwa jaji. Huko na kesi yake hii. Sasa mzee ananipigia na niambia, huyu mbona ananiletea fitna? Lakini walienda kwa jaji. Kwa jaji. Na nani? Guyo na Mila. Okay. So Keith aka play cool. Akao sasa anahepa. George aka play kabisa kwa anahepa hiyo mikutano. Lakini alileta shida nyingi ni George Kariuki. Aliyeleta shida mingi kaka, haki ya Mungu ni George, because these people were with you. Sawa, shatokea. Tugange yajayo kabisa. Mila na Guyo wasirudia. Hata kinyaga kabisa wasirudia. Basi ile mambo naongea huko na kuribia jini. Wachana nao. Bado ni watoto. Walipo lini mwisho wako? That was around May. Mwisho wa May. June. Mwisho wa May karibu na June. Karibu na June. Alikuja Guyo na nani? Alikuja Guyo na huyo Mila. Huyu Kariuki hata haja kinyaga hapa tulikutana naye kwa total pale petrol station. George Kariuki. Huyo this one it's okay, even you can do one the rose unaweza mtengenezea the way you have narrated here. I Amana Mwajirani do hereby agree that out of this transaction the amount payable to me is 65 million. Hiyo nimeauthorize hata kusainia hata in my absence. Hiyo akupatie ndio usije kukawa na shida why so you know you are giving him 65. Naomba kama tutakubaliana hii mambo principal na nominee pia utoe. Wewe mweke huyo. Uniweke mimi tu.
Kwa sababu mimi I have no problem. I don't take back my words. Kabisa. Mimi nikisema nimesema. Na yeye is the one, kwa sababu mtu mwingine akiona like vile lebo anaongea, tunaona this was a press sasa. So umeelewa dada? Kutoa hiyo mambo eka mimi tu. Mimi nilikuwa nasema I know if you have money you can we can facilitate these things in court very fast. Mwanza anaandika, we can out of the pen give him something under the table, atengenezea aite clients wake wa sign, apatie originals, they go and take the money, so it can facilitate. Give me the papers, mimi nitafanya hiyo kazi huko Kotoba. With that some money taenda nifanye, nitapiga kampu hapo, hebu tengeneza hiyo, extract an order out of this, chukua yako, inapigwa sili ya Kotoba. So if it can be sent on Monday, on Tuesday, you know, once we have the papers, you can give the money. Mwanza might require something, mwambie Mwanza chukua hii 1 million for the Peter. Okay. Again, mkija hapa na box ya pesa nitafungua. Mkija hapa na maneno tena tutafunga. Nitaletwa hapa na itoka hapa, mimi mwenyewe nitajua nitaipeleka wapi. Mimi kama nisipewe nikiwa peke yangu. Itengenezwe vile itakuwa imetengenezwa, hii ni 65. Mniambie ni 65. Sitagusa na hand over kwake. Atahesabu. Atamaliza. Athibitisha. Lakini mkinipatia peke yake hata amini kwamba mimi nimechokora nikatoa. You talked about something. Dirham and dollars. How much is dirham? Yes. So that even that document can indicate. Yes. Oh yeah. Very true. Because there is the conversion rate. The dirham is... Let us see, let us see how much it is there. Okay. For us to distribute accordingly. Okay. Now we are distributing to them 100. No, not 100 anymore. It has changed. Not 100. Yeah. 65. Lakini ambassador naomba, because the Maasai, they will be asking for the Kenya shilling, which is going to be transferred to them. They will not understand neither dirham nor Yeah, I suggest myself kuweka ipe kwa account ya Mwanza. Ndio nimesema na hiyo nalipo tu advocate. That is okay. Sio sawa. signal some failure. Una signal, huna telegram eh? No, telegram sina, lakini signal niko naye. Nitumie na signal. Nani nipigie na signal. Okay, sasa. Kwa hii namba hii. Hello. Unanisikia sasa? Nakusikia sasa. Hello. Hebu ngoja nitafute network. Hello. Nikuulize kitu kingine kwa sababu si unajua ninaongea na mzee kinyumbani, tuna share ideas. Najua. Sasa amekuwa katika njia panda na habari anazozipata ambazo ni from other sources, inasemekana former governor aliconcile na number 1 na maneno yao iko sawa. Hiyo kuna kitu kama hiyo. Hiyo. Hata nimwambia. Hebu nijaribu kukupigia na signal tena. Hebu nipigie na signal. Asante. Hai, nimekupata na signal sasa. Imeingia sasa. Sasa. Hiyo story tuliongea na ndugu yetu. Nikamwambia tukilie mbali sana. Kwa ajili hata nilikuwa na wajamaa wa nyumba kuu. Huyu George Naguyo. Sasa nilikuwa na George Chuzi. Yes. Nikiwa kwa nyumba ya ndugu yetu sasa Saida. Yes. Na walikuwa nafuatilia tu kumsalamia ndugu yetu Saida kujua kama ako sawa. Kwa ajili unajua hao msimamo ni huu. Hawezi kudisha mjamaa anaambia watu kwa danganya tu. Oh, okay. Hiyo njia hakuna hata kidogo. Okay. Umeelewa? Nakuelewa kaka, nakuelewa.
msimamo ni ule ule. Hata nilikuwa kwa last kumwona Said kwake. Yes. Na aliongea na hiyo mtu wa nyumba kubwa ikiwa hapo. Yes. Na simu yangu. Yes. Na kaelewana kabisa, wakaelewana. Okay. Haya, kwa hivyo asiangukie upande hata kidogo, ni uongo kabisa. Ndio. Okay. Sasa kuna kitu ambacho tulikuwa tunaongea kwa nyumbani ambacho alikuwa amesema atakuambia usaidie. Kama itawezekana, kwa sababu alisema kuna mambo mengi sana inazungumzwa, watu wengi wanamuuliza mpaka sasa labda pengine itabidi saa nyingine anyamaze kimya. Kama